Walimu wametakiwa kutumia mitaala iliyoboreshwa na serikali kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi kupambanua masomo yao wao wenyewe. Hayo yameelezwa na mwalimu mkuu wa skuli ya JKU Zanzibar, Kanali Jabir Saleh Simba, mara baada ya kumalizika kwa mafunzo waliopatiwa walimu katika skuli hiyo. Hafla iliyofanyika katika ukumbi wa skuli ya JKU Mtoni mkoa Mjini Magharibi Unguja, ambapo ameeleza kuwa mafunzo haya yatakuwa ni chachu kwa walimu kuwafundisha wanafunzi ili waweze kujisaidia wenyewe pindi wanapomaliza masomo yao ya lazima. Aidha, ameushukuru uongozi kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuona kuna umuhimu wa kuwapatia mafunzo hayo. Kama tunavyoelewa kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa nafasi maelekezo kwa Wizara ya Elimu Tanzania bara kule kwamba kutokana na hali inavyokwenda sasa ulimwenguni pana haja ya kufanya mapitio ya mtaala wetu wa elimu Tanzania, hususan kufanya mtaala ule uweze kwenda sambamba na dunia inapokwenda kwa sasa hivi. Nadhani kuanzia mwaka jana kumeanza kutumika kwa mtaala huu mpya au unaitwa mtaala ulioboreshwa, ambao umetilia zaidi mkazo baadhi ya mafunzo kushinda mafunzo mengine, hususan mafunzo ya ufundi na mambo ya biashara. Lakini vile vile mtaala huu umetaka zaidi kwamba sasa hivi elimu ilenge kumpa kijana au mwanafunzi uwezo wa kutumia elimu yake badala ya kuhifadhi kichwani. Maana kijana au mwanafunzi anapotoka masomoni awe na uwezo wa kutumia elimu yake kulingana na mazingira yake. Sasa kwa sababu na sisi JKU skuli ya sekondari ni sehemu ya skuli au shule za Tanzania, tumelazimika kufanya zoezi vile vile hapa la kuchukua walimu wetu kuanza kuwafundisha. Kwa mwaka huu hapa Zanzibar tumeanza kutumia mtaala ulioboreshwa, mtaala mpya kwa kidato cha 5, lakini vile vile kidato cha kwanza. Kwa tayari serikali hapa Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali inaendesha mafunzo kwa walimu wetu kidato cha kwanza ya mtaala huu ulioboreshwa, lakini vile vile tumesafari hii tuchukue na wale walimu ambao tayari wameshakuwa na mazoezi haya ya kufanya kwa kutumia mtaala huo ulioboreshwa. Kwa hiyo kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania au Tanzania Education Center, Tanzania Center for Education, ambayo inaongoza mkurugenzi ndugu Yusuf Oguto, tuliongea naye na tupatia walimu takriban kama 12 hivi wa masomo tofauti yakiwemo kemia, fizikia, hisabati, biolojia, Kiswahili, Kiingereza na masomo mengine ambayo yanasomeshwa kiwango cha kidato cha 5 na 6 ili kuja kuonesha mafunzo yale. Hata skuli binafsi nazo vile vile kwamba zialikwe katika mafunzo hayo, na pale inaonekana inachelewa, basi skuli kama skuli nadhani zichukue initiative au wachukue mbinu kama hizi za kuhusiana na wenzetu kule bara ili waje tusaidia katika zoezi hili la kujifunza mitaala mipya. Mkurugenzi mtendaji Taasisi ya Elimu Tanzania Yusuf Oguto amesema kuwa haya yote ni maono ya serikali zote mbili kwa kuona umuhimu wa kuboresha mitaala ya elimu, kwani itaweza kumpa uwezo mwanafunzi kwa kusoma masomo yao na kujiajiri mwenyewe kupitia mitaala hiyo. Yanahusu mtaala ulioboreshwa. Sasa sambamba na hilo, walimu wanapitishwa kupewa ujuzi katika mtaala ulioboreshwa. Tunaenda moja kwa moja kwenye kuangalia silabasi za kidato cha 5 hizi mpya, kwamba nini kimeongezwa, nini kimepunguzwa, na walimu wanatakiwa kwa mfumo wa sasa kwa mtaala ulioboreshwa wanawasaidiaje wanafunzi kutoka kule kwenye muhamo wa kukariri kwenda kwenye muhamo wa umahiri, ili mtoto apate ujuzi, apate maarifa ya kutosha. Kwa hiyo haya mafunzo yanawasaidia sana walimu wa hapa skuli ya JKU kwa ajili kwamba watakuwa walimu bora, watakuwa walimu wa kisasa, kwa sababu tunaenda sambamba na mabadiliko ya mitaala yetu kwa kuongeza vipengele mbalimbali ili wanafunzi wawe na ujuzi zaidi, wawe na maarifa zaidi badala ya kukariri. Kwa upande wake, mwalimu aliotoa mafunzo hayo kwa walimu wengine amesema kuwa mtaala huu ni chachu kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6. Nimekuja hapa kushirikiana na wenzangu katika somo la biology, hususan kwenye hichi kipengele cha mitaala mipya au tunasema mitaala iliyoboreshwa. Mimi nimejikita zaidi kwenye mtaala wa biology, kwamba ule mtaala wa biology kidato cha 5 mwaka huu umeboreshwa, na kuboreshwa kwake ni kwamba ule mtaala unamtaka mwanafunzi
awe critical thinker, lakini pia umemuongezea wigo mwanafunzi wa kupata option ya vyuo atakapomaliza kidato cha 6, lakini pia inamjenga mwanafunzi katika mambo mbalimbali ya tehama, kuandaa program na kadhalika. Kwa hiyo mtaala mpya huu ulioletwa, ukiusoma vizuri na ukiupitia, ni mzuri sana. Na na imani kabisa kwenye mtaala mpya kule wametaja mbinu mbalimbali za ufundishaji, na zile mbinu zinakwenda kuhamasisha watoto kujifunza. Kwa mfano sisi kwenye biology kule kuna mbinu kama 13 zimetajwa, kwamba badala ya muda wote mwalimu kutumia mbinu moja, wametaja mbinu karibu 13. Kwa mfano wamesema tutumie brainstorming, tutumie group discussion, tutumie study trip, tutumie guest speaker, tutumie exploration, tutumie presentation. Nao walimu waliopatiwa mafunzo hayo wametoa shukrani zao za dhati kwa walimu hao na kuahidi kuwafanyia kazi masomo hayo. Mafunzo ambayo tumeyapata ni mafunzo mazuri sana ambayo yanatuwezesha sisi walimu kufuata mtaala mpya au kufuata mabadiliko ambayo yametokea ndani ya elimu. Lakini pia kuhusiana na ufundishaji, kwa sababu tulizoea tunatoka kwenye content na sio competence. Kwa hiyo tunahitajika wanafunzi wasomeshwe kwenye competence ili kuweza kujihudumia wao wenyewe baada hata kimaliza masomo. Ni mafunzo mafupi, lakini yanatupa namna ya usomeshaji, vipi walimu tunatakiwa tuwasomeshe wanafunzi kujitegemea wao wenyewe. Lakini pia isitoshe kwamba sio kila kitu mwalimu unatakiwa umueleze mwanafunzi, lakini mwanafunzi apate chance ya kuweza kudiscuss yeye mwenyewe, kuweza kutoa mawazo yake na kuweza kukijua kile ambacho anasomeshwa darasani. Mtaala huu mpya ambao uliokuja umebezi zaidi katika kuhakikisha kwamba mwanafunzi hasomeshi kwa kukrem au kwa kunywa. Maana kikubwa mwanafunzi anafundishwa jinsi gani baada kusoma pale atakwenda kuapply katika mazingira ambako anaishi. Na tayari inawezekana manake ikamsaidia zaidi elimu hile hata kujiajiri yeye mwenyewe. Kwa hiyo kikubwa mafunzo ni mazuri sana, na zaidi katika somo letu la chemistry tumepata vitu vingi sana katika jinsi ya kufundisha kwa mujibu wa mtaala mpya, lakini pia format ya mtihani maana itakuwa vipi, maana tutunge mtihani kwa mujibu wa ambacho tumekifundisha, ili mbali maana kwenye mtihani ule basi mwanafunzi maana apply knowledge zaidi na sio cramming ambako yeye mwenyewe kazoea hapo nyuma. Kwa sababu miaka mingi ya nyuma maana mwanafunzi alikuwa na cram zaidi tare, lakini sasa hivi maana mtaala huu umekuja kwa lengo la mwanafunzi aweze yeye mwenyewe kuweza kuchukua kitu ambacho kitamsaidia huko mbele zaidi katika maisha yake. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.